Naam, mtazamaji, mzozo mkali umezuka baada ya maafisa wa polisi nchini Tanzania kuzuia msafara wa mkutano wa Chadema. Like video hii alafu subscribe kabla tuendelee. Mvutano mkubwa umeibuka nchini Tanzania baada ya maafisa wa polisi kutoka jeshi la Tanzania kuzuia msafara mkubwa wa Chadema katika eneo la Isaka mkoani Shinyanga na kusababisha mtafaruku mkubwa wa kisiasa uliodumu kwa zaidi ya lisali moja. Niambie unanisikiliza na kunitazama ukiwa wapi, kama upo nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama upo humo Tanzania niambie unanipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Zaidi ya magari 15 yamezuiwa. Magari 15 yaliyokuwa yanahusishwa na viongozi wa upinzani Chadema yalizuiwa na maafisa wa polisi, huku wafuasi wakikusanyika kuimba nyimbo za chama na kutaka majibu na kuzua mzozo na vurugu ili tu polisi waachilie magari ya Chadema yaweze kupita. Lakini kwa nini polisi walizuia msafara huo ghafla na nini kilifanyika baadaye? Tukio hilo lililotokea eneo la Isaka ndani ya jimbo la Msalala ambako viongozi na wafuasi wa Chadema walikuwa wamekusanyika kwa kile kilichoelezwa na chama hicho kuwa ni shughuli za ndani za kisiasa. Msafara huo uliripotiwa kuongozwa na makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibari Said Mzee Said. Kwa mujibu wa viongozi wa Chadema, msafara huo ulikuwa ukielekea kwenye hafla ya chama iliyohusisha uzinduzi wa ofisi mpya za chama na upandishaji wa bendera za Chadema katika eneo hilo. Hata hivyo, kabla ya kufika eneo hilo, askari wa polisi wa Tanzania walisimamisha msafara huo wa upinzani na kuuzuia kuendelea. Hali hiyo ilivuta hisia za umma mara moja, kwa sababu mivutano kati ya vyama vya upinzani na mamlaka inaendelea kuwa nyeti sana nchini Tanzania sasa. Hata hivyo, polisi baadaye walieleza kuwa msafara huo ulisimamishwa kwa sababu kwa mujibu wa mamlaka, Chadema imeshindwa kufuata taratibu za kisheria zinazotaka mikusanyiko ya kisiasa iripotiwe masaa 48 mapema, na wakasema hiyo ndio sababu anazuia magari hayo kupita. Hata hivyo, Said Mzee Said alikataa vikali madai hayo. Na huku wafuasi wakitazama kwa makini katika tukio hilo, kiongozi wa upinzani alishutumu waziwazi mamlaka kwa kuzuia demokrasia na kuweza kuizuia Chadema na mikutano yake. Akizungumza mbele ya wafuasi wa chama hicho, Said Mzee Said wa Chadema alisisitiza kuwa Chadema tayari wamewasilisha taarifa rasmi kupitia barua ya Mei tarehe 16. Nikimnukuu, alisema hii ni shughuli yetu ya ndani ya chama, sio vurugu. Inasemekana aliwaambia wafuasi wakati wa makabiliano na maafisa wa polisi. Matamshi yake mara moja yalizua hisia kali kutoka kwa wafuasi waliokusanyika katika eneo hilo la tukio, fujo na kelele zikashuhudiwa. Kilichofanya hali hiyo kuwa mbaya zaidi ni umati mkubwa wa watu waliokusanyika, huku polisi na viongozi wa Chadema wakiendelea kubishana kuhusu uhalali wa tukio hilo. Inasemekana wafuasi waliimba nyimbo za chama, kupeperusha bendera na walionyesha kufadhaika kutokana na uamuzi huo wa polisi kuzuia au kusimamisha msafara wao. Licha ya mvutano huo, hakuna vurugu au majeraha makali yaliyoripotiwa rasmi wakati wa mvutano huo. Kwa takriban saa 1.5 barabara ya Isaka ikawa kitovu cha mvutano wa kisiasa, huku pande zote mbili za polisi na wafuasi wa Chadema zikikataa kurudi nyuma. Maafisa wa polisi waliripotiwa kuongeza usalama katika eneo hilo, huku wafuasi wakiendelea kukusanyika karibu na msafara huo. Wakati huo, wananchi waliokuwa karibu walitazama kwa makini makabiliano hayo kati ya viongozi wa upinzani na maafisa wa kutekeleza sheria. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa mkoa huo ACP Janet Magomi, polisi wenyewe hawakupinga shughuli za kisiasa. Badala yake wanadai, alieleza kuwa mamlaka zilikuwa zinatekeleza tu sheria ambazo zinahitaji taarifa rasmi kabla ya mikusanyiko ya watu kufanyika. Kauli hii sasa imeibua mjadala mpana wa kitaifa kuhusu uhuru wa kisiasa na tafsiri ya sheria zinazohusu shughuli za chama nchini Tanzania. Baadhi ya wananchi wanaamini mamlaka zilikuwa zinatekeleza tu taratibu za kisheria. Wengine wanahoji kuwa vyama vya upinzani vinaendelea kukabiliwa na vikwazo visivyo vya lazima huku vikifanya shughuli za kawaida za kisiasa. Na wakati mabishano hayo yakiendelea hadharani, nyuma ya pazia, pande zote mbili zilikuwa tayari zikijiandaa kwa mazungumzo. Baadaye taarifa zilithibitisha kuwa viongozi wa Chadema na maofisa wa polisi walikubaliana kufanya majadiliano zaidi na uongozi wa polisi katika wilaya ya Msalala ili kujaribu kutatua mgogoro huo kwa amani. Mtazamaji, hii ilisaidia kupunguza mvutano wa haraka katika eneo hilo, ingawa kutokubaliana kwa kisiasa kuliendelea kuwa na nguvu. Wakati huo, viongozi wa Chadema walisisitiza kuwa wataendelea na ratiba yao ya kisiasa iwapo suluhu rasmi litatolewa.
Maafisa wa chama walihoji kuwa walikuwa wakitumia haki yao ya kikatiba ya kuandaa na kushiriki katika shughuli na mikutano ya kisiasa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema matukio kama haya yanaendelea kuonyesha uhusiano dhaifu kati ya siasa za upinzani na utekelezaji wa sheria wakati wa hali ya kisiasa ya Tanzania. Mtazamaji, kila makabiliano yanahusisha misafara ya upinzani au mikusanyiko ya kisiasa sasa inakuwa habari ya kitaifa haraka kwa sababu ya kuongezeka kwa hisia za kisiasa kote nchini. Na sasa Watanzania wengi wanauliza kama matukio kama haya yanaweza kuongeza mivutano ya kisiasa zaidi kabla ya shughuli za kisiasa na chaguzi zijazo. Tukio la Isaka leo tayari limekuwa mada kuu katika mitandao ya kijamii, ambapo wananchi wanaendelea kujadili iwapo mamlaka zilitenda haki au iwapo upinzani ulilengwa isivyostahili. Wafuasi wa Chadema wanasema kuzuia msafara huo wao haukuwa wa lazima na unadhuru kwa uhuru wa kisiasa. Wakati huo huo, wafuasi wa msimamo wa polisi wanasema kuwa sheria na taratibu lazima zitumike kwa usawa kwa vyama vyote vya siasa bila kujali nyadhifa zao. Na huku mvutano wa kisiasa ukiendelea kukua huko Isaka, wakazi wengi wa eneo hilo walianza kukusanyika karibu na msafara huo uliokuwa umezuiwa kushuhudia makabiliano hayo makubwa kati ya wafuasi wa Chadema na askari wa polisi. Video na picha kutoka eneo la tukio zilianza kusambaa haraka kwenye mitandao ya kijamii, huku Watanzania wengi wakionyesha kushtushwa na hali ya mvutano ulioikumba Chadema, na pia Chadema ilieleza kuwa ni shughuli ya kawaida ya ndani ya chama. Sasa waangalizi wa mambo wanasema kuenea kwa kasi kwa video na mijadala ya kisiasa mtandaoni kunaonyesha jinsi tukio ama matukio nyeti ya kisiasa yamekuwa nchini Tanzania, hasa kila mara viongozi wa upinzani wanapohusika. Hata mizozo midogo inaweza kuwa mijadala ya kitaifa haraka ndani ya masaa machache. Wakati huo huo, wachambuzi kadhaa wa kisiasa walionya kwamba kuendelea kutoelewana kati ya mamlaka na vyama vya upinzani kunaweza kuharibu imani ya umma ikiwa haitashughulikiwa kwa uangalifu. Walisitiza umuhimu wa mazungumzo, uwazi na kuheshimu uhuru wa kikatiba ili kuepusha kuongezeka kwa migawanyiko ya kisiasa miongoni mwa raia. Wakati huo, wafuasi wa Chadema katika mikoa mbalimbali nao walipokea vikali tukio hilo, huku baadhi wakitaja kuwa ni mfumo mwingine wa ukandamizaji wa kisiasa dhidi ya shughuli za upinzani. Wengine walisema kuwa kuzuia viongozi wa kisiasa kumeongeza ama huongeza tu huruma ya umma kwa upinzani badala ya kuwadhoofisha kisiasa. Licha ya mvutano huo, viongozi wa polisi na Chadema baadaye walionekana kuwa tayari kuendelea na mazungumzo ya amani badala ya makabiliano au fujo. Maendeleo haya yalisaidia utulivu wa hofu kwamba hali inaweza kuongezeka zaidi katika machafuko au vurugu katika eneo hilo. Jambo moja liko wazi: mivutano ya kisiasa nchini Tanzania bado iko juu sana, na kila makabiliano makubwa kati ya viongozi wa upinzani na polisi sasa yanavutia hisia za nchi nzima ndani ya dakika chache. Kwa sasa macho yote yamebaki kwenye majadiliano yaliyopangwa kati ya viongozi wa Chadema na mamlaka za polisi ili kuona iwapo mgogoro huo utamalizwa kwa amani. Mtazamaji, je, mzozo huu wa hivi punde utasababisha mazungumzo zaidi ya kisiasa kati ya upinzani na serikali au utasababisha makabiliano ya kina zaidi ya kisiasa? Hilo ndilo swali kubwa ambalo Watanzania wengi wanajiuliza usiku huu.